Bwana Yesu asifiwe. Karibu katika maombi ya ukombozi yanayokuja kwako na Pastor Miamba. Ni maombi ya saa 9 usiku ambayo yanakuja kwako, lakini pia ninataka niombe. Kabla ya kuomba maombi haya nataka nisome maandiko. Biblia inasema katika kile kitabu cha Zaburi sura ya 67, nitasoma ule mstari wa kwanza. Biblia inasema, Mungu na atufadhili na kutubariki na kutuangazia uso wake. Mstari wa pili, njia yake ijulikane duniani, wokovu wake katikati ya mataifa yote. Tunataka tuangalie pale penye mstari unaosema njia yake ijulikane duniani. Haya ni maombi ya kwamba njia ya Bwana ijulikane duniani. Biblia inaeleza kwa habari ya njia za Mungu zipo, lakini ziko wazi sana Mungu anapokuwa ameketi kwenye kiti chake cha enzi. Njia zake juu ya watu wake zipo dhahiri, lakini kwa bahati mbaya Biblia inatangaza ya kwamba njia zake ambazo mbinguni ziko dhahiri ni njia ambazo kwa wanadamu hazichunguziki. Ni njia ambazo haziwezi kuchunguzika. Hauwezi ukazichunguza njia za Mungu ukazijua. Na ndio maana maandiko yanasema njia zake hazichunguziki. Kwa hiyo tunaona katika ulimwengu wa roho njia za Bwana hazichunguziki, lakini zipo. Yani ipo njia ikupasayo kuienenda wewe katika ndoa yako. Ipo njia. Lakini hiyo njia imeandaliwa mbinguni, duniani haichunguziki. Ipo njia ya wewe kutoka kwenye uchumi wako mbaya, kutoka kwenye madeni yako, lakini hiyo njia iko clear, iko sawa kabisa mbinguni. Lakini kwa mwanadamu njia ya Bwana haichunguziki juu ya kutoka kwake kwenye madeni. Ipo njia kabisa kukutoa kwenye roho chafu za hofu na wasiwasi na mashaka. Hizo njia zipo dhahiri kabisa, lakini kwa Mungu ni dhahiri, zipo. Lakini kwa mwanadamu ni njia ambazo hazichunguziki. Na ndio maana maandiko yanaomba ya kwamba njia yake ijulikane duniani. Njia ya Bwana ijulikane duniani. Yani leo hii unahitaji kuijua njia ya Bwana katika hali ngumu unayopitia. Unahitaji kuijua njia ya Bwana. Yani achana na mambo yote ambayo ungeyatarajia, lakini njia ya Bwana ndio itakao kuonyesha jawabu sawasawa. Lile jawabu sawasawa linakuja pale ambapo umeijua njia ya Bwana juu ya changamoto unayopitia. Njia ya Bwana juu ya madeni unayopitia. Ipo njia ya Bwana. Kuna siku moja ambapo ninaweza nikakushuhudia kabla sijaenda kwenye maombi. Nilishawahi kuwa nadaiwa sana. Kuna namna fulani nilifanya makosa kwenye biashara zangu, afu nikajikuta ghafla nimeingia kwenye madeni. Kama vile ambavyo na wewe ambavyo yamkini ulishawahi kukutana na changamoto hiyo, ulikosea ukafanya maamuzi mabaya pasipo kutumia msaada Roho Mtakatifu, kajikuta umeingia kwenye madeni. Sasa ghafla huwa unakuja kujishtukia unayaogelea madeni, Sasa nikamuuliza Mungu, ni maana niliomba kwa kupaniki sana, nikafunga sana, halafu nikajikuta madeni hata yatingishiki. Nilifunga kweli. Kama kuomba niliomba kwa kupaniki na kumwambia Mungu, na nilitoa sadaka. Yani nilikuwa nafanya vitu kwa kupaniki kweli. Halafu baadaye nikaja kugundua ya kwamba njia zote nataka Mungu atembee kwenye njia zangu. Yani ndicho kufikia mwishoni. Nikagundua kwamba mimi nataka Mungu atembee kwenye njia zangu. Kwa muda wote nilikuwa namuelekeza Mungu njia zangu, halafu namforce yeye kupitia neno lake atembee kwenye njia zangu. Kwa nilikuwa natafuta neno ambalo linaweza likamfanya Mungu atembee kwenye njia zangu. Nikaja kugundua sio utaratibu wa Mungu. Kwa hiyo nilienda kuomba mbele za Bwana, nikaambia Mungu, ninaomba unifundishe njia zako. Lakini katika kumsihi Bwana kufundishe njia ambapo mimi niliomba, nikamwambia njia zako na zijulikane mbele yangu hapa duniani. Maana mimi naishi duniani na wewe unaishi duniani, lakini njia za kufanikiwa ziko mbinguni.
njia za kuinuliwa kwako zipo mbinguni. Sasa njia zile nikamwomba Bwana zijulikane hapa duniani, kama maandiko yanavyosema njia yake ijulikane duniani. Maana yake ni nini? Mbinguni hiyo njia ipo, lakini duniani bado haijajulikana. Mzaburi anaomba ile njia ya Bwana ya kumtoa mahali fulani ambayo mbingu zimeiandaa ijulikane hiyo njia hapa duniani. Kwa nikamwomba Mungu sana, nikamwambia Mungu, imefika kipindi sasa nimetoa sadaka, nimeomba, nimepaniki kwa kufunga, nimefunga, lakini bado madeni yalikuwa yametulia vile vile. Sasa Mungu akanifundisha njia ya kutoka kwenye hayo madeni. Alinifundisha kanuni zote za fungu la 10. Akanifundisha huko kwenye fungu la 10 nilikuwa sio mwizi, nilikuwa mwaminifu sana kwenye fungu la 10, lakini mbona madeni bado yamenishikilia? Mbona ninaomba lakini madeni bado yapo? Yani hiyo ilinitesa kwa muda mrefu. Mungu akanielekeza kwa habari ya mimi kuomba njia zake zijulikane hapa duniani, lakini niliomba kwa lugha hii ya kwamba Mungu nifundishe njia zako. Kwa lakini nilipoenda kumwomba Mungu, Mungu akanisemesha akasema, hebu sarenda madeni yako kwa Bwana. Usipaniki, ya sarende kwa Bwana. Unatimiza njia zote, unatoa sadaka, unafutoa fungu la 10. Hebu sasa kama hayo yote unayafanya ambayo angeweza kunyanyua hati ya mashtaka, hebu sarenda kwa Bwana. Kwa hiyo ghafla nikachukua sadaka yangu, nikaenda kuyakabidhi madeni kwa Bwana. Halafu nikatoa sadaka yangu, ni sarenda. Mungu aliniambia sarenda. Yani maana kusarenda ni kwamba imeshindikana kwa akili yangu. Mimi kiukweli ilifika kipindi sina cha kuwajibu wanaonidai. Sina. Nilikuwa kipindi hicho kila kitu kimestop, hela haingii, watu wananidai, nafanyaje? Sina jibu. Hasa Mungu, nikikaa kimya tena wananiona na dharau. Nikikaa kimya wanaona kama nataka kuwadhulumu. Nikikaa kimya wengine wakaanza kunitishia na kunipeleka mahakamani. Nikasema sasa Mungu inakuaje? Mungu akaniambia sarenda. Sasa nikaomba maelekezo, akanipa maelekezo. Maelekezo yote aliyonipa sikuwahi kufikiria, lakini ilikuwa ni njia zake zililetwa hapa duniani ili kunitoa kwenye hayo madeni. Cha kushangaza, kipindi mimi nilikuwa na waza namna gani ya kuyalipa, wapo watu wengi waliojitokeza na kunisamehe. Yani mtu anakuja anasema, bana mimi nimekudai, sasa nimekusamehe kabisa, na najua ungekuwa nazo ungetoa, kwa sababu tunakujua wewe haunaga hiyo tabia. Kwa unajikuta mtu anakuja na kuongelesha hivyo. Basi nashukuru watu kama 3 4 ambao walikuwa wananidai hela kubwa walinisamehe pasipo kulipa. Na waliponisamehe, madeni yaliyobaki ni madogo sana, ambayo yalikuwa hapo ni madogo, makubwa wamesamehe. Yale madogo kipindi ninawaza kwamba na wao Mungu atakuja atawasemesha na wao wanisamehe, nikakuta Mungu amefungua mlango wa fedha. Nikapata nguvu ya kwenda kuwalipa. Cha ajabu sana, mtu mwingine wa mwisho ambaye nilikuwa nataka kumlipa, tulibishana zaidi ya saa zima. Naambia, bwana we, mimi ulinikopesha na kudai. Naambia, mimi sijawahi kukukopa. Pastor member, sijawahi kukukopa mimi wewe. Lini? Ananiluka. Lini? Kaambia, unakumbuka hivi? Akaambia, mimi sikumbuki na mimi sijawahi kukopesha. Hiyo ndio ilikuwa ni njia ya ajabu. Amana kaambia Mungu, hadi nimegeukwa, nimeshika hela kwenda kulipa, nimegeukwa, lakini ni njia za Bwana. Akaniambia, sikia, usininganganie, kama nilikukopesha basi yameisha. Lakini mimi naambia wewe ulinikopesha. Sema sasa, si ndio mimi niliyokopesha? Nimekuambia kama ulinikopesha basi yameisha. Kwa baada hapo nikajikuta sidaiwi. Lakini namna ambavyo yale madeni yaliisha ni tofauti na nilivyowaza mimi kuyamaliza yale madeni. Niliwaza kwa njia nyingine kabisa, lakini Mungu akanipa kwa njia nyingine kabisa. Na mara nyingi sana njia za Mungu hazifanani na njia za mwanadamu. Njia za mwanadamu na njia za Mungu ni mbali sana. Kama vile ambavyo mbingu na nchi ni mbali, ndivyo ambavyo njia za Bwana hazifanani na njia za mwanadamu. Kwa ni lazima wewe unapohangaika na kupambana, ni kwa dhahiri unatumia njia zako, kwa sababu kuna njia za kawaida ya ulimwengu huu. Na ndio maana ukisikia njia za kawaida ya ulimwengu huu, wanakuambia dawa ya deni ni kulipa. Yani wana misemo ambayo inawabeba. Lakini kumbe sisi tunaomba njia za Bwana zishuke hapa duniani, atuelekeze kulia ni wapi, kushoto ni wapi, tupite wapi, tutokeze wapi.
Najua kabisa yamkini unahangaika, unatamani hali unayopitia umaskini ikuache, unatamani madeni ya kuache kama ambavyo mimi nilitamani, unatamani labda hali mbaya ya uchumi, lakini unatamani dhoruba kwenye ndoa yako viishe, ungetamani uolewe, ungetamani uoe, ungetamani upate watoto, lakini njia za Bwana lazima zije hapa duniani, zijifunue kwako, na zikishajifunua kwako, zile njia za Bwana zikupe majibu kutoka kwa Bwana. Nataka twende tumwombe Mungu sawa sawa na maandiko ya kwamba njia zake na zijulikane hapa duniani, njia zake na zijulikane hapa duniani. Nataka twende mbele za Bwana. Baba mtakatifu, katika jina la Yesu na katika damu ya mwana kondoo, tunakushukuru sana Mungu wa Israeli, tunakushukuru sana Mungu wetu, Mungu wa Ibrahimu, Isaka na Yakobo, uliye Mungu wetu leo kupitia kazi ya msalaba. Tunaomba rehema na neema zako zitufunike, utujulishe njia zako Bwana, utufunulie njia zako hapa duniani. Tunajua zipo njia zako za kila jambo katika jina la Yesu. Kila jambo juu ya mtoto wako huyu zipo njia zako. Roho Bwana, zipo njia za kuingia, zipo njia za kutokea. Roho Mtakatifu, zipo njia za kufanikiwa, zipo njia za kutoka kwenye mateso, zipo njia za kuingia na zipo njia za kutokea. Baba, katika jina la Yesu, ninaomba ukamsaidia mtoto wako anayenisikia wakati huu, umtoe katika njia mbaya, umuonyeshe njia yako, umuonyeshe njia yako impasayo kuienenda, atoke kwenye mateso, atoke kwenye migandamizo, atoke kwenye uchawi, atoke kwenye giza, atoke kwenye uharibifu, kwa jina la Yesu na kwa damu ya mwana kondoo. Baba, ruhusu njia zako zidhihirike sana, ruhusu njia zako zithibitike kwa watu wako, ruhusu njia zako mfalme amani zionekane kwa watoto wako. Mtoto wako yamkini na maswali mengi yasiyo na majibu, hadi amekata tamaa, lakini Bwana usiku wa leo katika maombi haya ukombozi, unaenda kuzifunua njia zako machoni pa watu wako, wakaone njia iwapasayo kuienenda. Roho Bwana, asante kwa maana unaifungua njia hiyo kwenye maombi haya, unaiachilia njia mtoto wako akaione njia yako hapa duniani, kimwelekeza wapi kwa kwenda. Njia yako ishuke hapa duniani, imkutanishe na mtu aliyebeba baraka za mtoto wako huyu. Njia yako na ishuke hapa duniani, imsaidie mtoto wako kujibu aseme nini, afanye nini, awekeze wapi. Mungu liye hai, ninaomba njia zako zishuke kuangamiza na kuteketeza madeni yote kwa jina la Yesu na kwa damu ya mwana kondoo. Baba, asante kwa neema na rehema, kwa maana njia zako zinashuka hapa duniani kumtoa mtoto wako huyu katika magonjwa sugu na magonjwa yanayofuatilia familia yake kwa jina la Yesu na kwa damu ya mwana kondoo. Baba, asante kwa maana njia zako hazichunguziki. Shusha njia zako hapa duniani, maana Bwana, pasipo wewe kuzishusha njia zako hatuwezi kuzijua, kwa maana hizo njia zinashushwa na wewe pekee. Hakuna akili ya mwanadamu inaweza kuongoza njia yako, hakuna mawazo ya mwanadamu yanaweza kupingana na njia yako. Njia yako Bwana ni kweli yako, njia yako ni amini. Baba, nakuja mbele zako nikikushukuru sana katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, amen. Mungu wangu akubariki sana. Basi unaweza ukashika sadaka yako njema kwa Bwana. Yamkini zipo njia za Bwana ulitamani sana kwenye maisha yako zitokee, ulitamani sana dhihirike. Sadaka yako inaenda kupiga kelele katika ulimwengu wa roho, na njia za Bwana zitaenda kudhihirika kwako katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, amen. Basi tutashika sadaka yako na kuiachilia kwenye ile lipa namba ya M-Pesa ambayo ni 577876 au namba za mawasiliano 0713842123 au 0744982517. Mungu wangu akubariki na uwe na wakati mwema, amen.